Tuambie namna ambavyo mchezo huu umeutazama na kupata nafasi ya kutinga hatua inayofuata. Tunayo furaha kubwa Simba Sports kufanikiwa kufuzu kwenda hatua ya robo finali ya kombe la shirikisho la CRDB. Furaha hii inatokana na kwamba tumetimiza malengo hayo ya kutinga robo finali, lakini kama haitoshi tumefanikiwa kumaliza mchezo huu salama na mnyama ametinga robo finali. Inawezekana maswali yakawa mengi, imekuwaje ushindi wa magoli mawili? Kwanza lazima tuwaheshimu wapinzani tuliocheza nao, na wenyewe walikuwa wana ubora wao. Wana mwalimu mzuri Zuberi Katwila ambaye ana uzoefu mkubwa na mpira wa Tanzania, kwa hiyo anafahamu mbinu nyingi za namna gani anaweza kumzuia mpinzani. Lakini Bigman vile vile na wachezaji wengi wenye uzoefu wa hali ya juu ambao wana uwezo wa kufanya mambo makubwa katika mchezo na wakapata matokeo. Kwa hiyo ubora wao na wenyewe Bigman umeweza kwa namna moja ama nyingine kuweza kuwasaidia kupata walau bao moja mbele ya Simba Sports na kuwa ndo timu ya kwanza kupata goli mbele ya Simba kwenye michuano hii ya kombe la shirikisho la CRDB. Kwa hiyo kwa hilo tunawapongeza. Lakini sisi kwetu Simba tunao furaha kubwa, tumefuzu kwa sababu tumeweza kucheza mchezo kwa kutumia akili kubwa zaidi. Mechi ya leo haikuwa mechi ya kujiagalula sana, haikuwa mechi ya kujiachia, haikuwa mechi ya kupambana ile kwa roho yote. Ilikuwa ni mechi ya kucheza kwa mahesabu makubwa, kwa sababu tuna safari na kibarua kikubwa huko mbele yetu. Kwa ilikuwa ni mechi ambayo lengo kuu halikuwa kumburudisha mtu. Lengo kuu lilikuwa ni kupata ushindi na mnyama kufuzu. Tumefuzu, tunafurahi, tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tunaangalia kile ambacho kiko mbele yetu. Semaji nyota wa mchezo kwenye mchezo leo ni Joshua Mutale, lakini pia amefunga goli. Hii inarejesha confidence kwake pengine kwa mchezo ujao. Sisi tunaomba kila siku Joshua Mutale aweze kurejea katika ubora wake. Tunafahamu sisi Simba ubora wa Joshua Mutale, na tunapomuona anaanza kunyanyuka namna hii tunafarijika, kwa sababu tunajua atakaporejea kwenye ubora wake ule aliokuja nao kutoka kwao Zambia, itakuwa ni maafa makubwa kwa wapinzani, lakini kama haitoshi itakuwa ni faraja kubwa kwa Simba Sports Club. Hebu jaribu tu kuvuta picha. Joshua Mutale anakuja kwenye utimamu na ubora wake. Alafu huku na Joshua Mutale, huku una Volcano Elimpanzu, huku una Kibu Dennis Prosper, huku una Ladak Chasambi. Ndio uongeka kufumba macho. Kila ukiangalia kwenye kikosi cha Simba unaona mbuzi. Wachezaji wetu kusema ukweli wana huo ubora wa kumtisha mpinzani kiasi cha kuona ni mnyama na sio binadamu. Kwa hiyo yote hiyo sisi wana Simba tunamuombea kwa Mwenyezi Mungu sana Joshua Mutale aweze kurejea kwenye ubora wake. Akisharejea kwenye ubora wake, na mimi kwa hili nipende kuwapongeza wana Simba. Wamekuwa ni watu ambao wanamsupport sana Joshua Mutale. Hawamkatishi tamaa. Muda wote wamekuwa wakimshangilia. Muda wote wamekuwa wakimpa matumaini na moyo. Na muda si mrefu Joshua Mutale atarejea kwenye utimamu wake na atakuja kuisaidia Simba Sports Club kutimiza malengo yetu. Malengo yetu ni yale ambayo tuyaweka wazi: ubingwa wa ligi kuu ya NBC, ubingwa wa CRDB, pamoja na kuvuka kutoka robo finali ya kombe la shirikisho Afrika. Tumewaona hapa Shema Lonfond pamoja na Pinpin Kamara wakija hapa kwa support kwa mchezo leo. Hali zao zikoje? Nimesema wazungumza ripoti madaktari baada ya amerejea jana Shema Lon baada ya kufanyiwa matibabu nchini Morocco. Kwa hiyo kwa sasa anaendelea kufanyiwa nursing. Anaendelea kufanywa nursing na madaktari wetu hapa, huku akipitia ripoti ya kitabibu ambayo ametoka nayo Morocco, ili tuweze kujustify ni kwa muda gani ataendelea kukaa nje. Lakini kwa sasa ataendelea kuwa nje, kwa maana ataukosa mchezo tarehe 2 dhidi ya Al Masry, na hatakuwa sehemu ya wachezaji ambao wanasafiri usiku wa kuamkia leo kuelekea Misri kuwafuata Al Masry. Pinpin anaendelea vizuri, na ndio maana hata aliweza kujumuika na timu yake ya taifa ya Guinea. Yeye hana mashaka na tutakuwa naye Misri.
Semaji ndio taa inaendelea kuwaka nyekundu kwamba ubingwa wa CRDB Simba na utaka kweli kweli. Ya, ubingwa wa CRDB hatujauchukua muda mrefu. Kwa hiyo ni katika makombe ambayo tunayahitaji sana. Na kama haitoshi, mwaka jana tumeishia hatua kama hii kama sikosei dhidi ya Mashujaa. Kwa hiyo kuvuka kwanza kutoka hatua ambayo tulikwama msimu uliopita, msimu huu kufika robo finali, tayari hayo ni development, ni maendeleo kwa upande wa timu yetu. Sasa robo finali si sehemu ya kuizungumzia Simba Sports. Nusu na finali yake na ubingwa ndio vitu ambavyo Simba tunataka kuviona kwenye kombe la CRB. Kwa hiyo tumefuzu, tunakwenda zetu kwenye michuano ya exclusive. Tukitoka huko tutakuja kubanana hapa nyumbani. Huo muda siamini kama hilo litatokea, kwa sababu Al Salim ametoka moja kwa moja kutoka Morocco kwenda Misri. Nategemea zaidi kumuona Al Salim kuliko Manula. Kama ametokea hajafanikiwa kwenda na timu Musa Kamara, basi naona nafasi namba 1 itakuwa ni Al Salim. Ila yote kwa yote, kwa sababu kocha ndo anayekaa na hao wachezaji, mimi naweza nikazungumza tu nje ya timu. Lakini kocha ambaye anakaa na timu yeye anajua zaidi kwamba wachezaji wanafanya vipi kazi. Kwa hiyo yeyote atakayepangwa, si tunaamini ni kumpa tu support kocha na kuomba dua zaidi, kwa sababu bado tupo kwenye maombi, tupo kwenye mwezi mtukufu huu. Basi tunaamini wale Waarabu watakaa tu kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu kaka. Ya wanakaa vizuri tu. Hatuna shida juu ya hilo. Tunawaivisha kule, tukija hapa kama unavyosikia mipango ishaandaliwa kwa ajili ya game inayokuja ya tarehe 9, ambayo mimi binafsi nitashangaa sana kama kuna mwana Simba atakayeshindwa kufika uwanja wa Benjamin Mkapa. Ule uwanja viongozi wetu si wamepambana sana mechi iwepo pale. Kulikuwa kuna hatari ya kuikosa hiyo game, lakini kwa nguvu za viongozi wetu basi wamepambana kwa jinsi walivyoweza, mechi imeenda kuchezwa Benjamin Mkapa. Kwa mwana Simba yoyote ambaye anajua kwamba yeye ni mpenzi wa Simba, mwanachama, shabiki ambaye ana haki na wajibu wa kuja kufanyaje kuicheza hii game, basi si tunaomba kwamba watu wajiandae, waweke bajeti zao vizuri. Sitegemei hamasa kuwa kubwa, lakini nategemea kuona uwanja ukijaa mapema. Baada ya kikao cha leo kizito, serikali, bodi ya ligi na vilabu vya Simba na Yanga, mnatamani kitokee nini kama wana Simba? Tunatamani kuona mechi inachezwa. Tunatamani kuona mechi inachezwa kwa sababu kilichotokea nyuma na hisi kila mtu ameona na kila mtu ameangalia. Na kama watu wanaweza wakapanda mamlaka za kimpira, basi tutashangaa kama wana uwezo wa kuipanda mamlaka ya serikali. Kwa sababu kama mama anatoa agizo kwamba mechi ichezwe na nyinyi hamtaki kucheza. Kwani ametoa agizo? Mimi nazungumza. Mfano Mama Samia anasema mechi inachezwa na atakuwa mgeni rasmi. Wewe utaleta timu? Yaani mama anakusubiri uwanjani, wewe utashindwa kuleta timu? Maana hapo sasa wanataka mambo mengine yawepo, lakini mimi naamini kwa kikao kilichofanyika leo kitakuja na ujumbe mzuri kwa wapenzi wa mpira. Kwa hiyo tutegemee tutale. Na mpira utashinda. Sasa kwa Simba hii kaka, una wasiwasi gani? Yaani unaamini kwenye hayo maamuzi mpira ndio utashinda na sio matakwa binafsi? Kwa sababu kama unahitaji pointi 3 alafu hujamkaba hata mpanzu rafiki yangu, wewe utakutwa wewe ni kichaa. Inabidi upimwe akili. Wewe unataka pointi 3 za mezani vipi? Kwa sababu aloyailisha game ni bodi ya ligi, sio Simba. Simba yeye amefuata kanuni na matakwa yake, mechi haijachezwa kwa sababu ya kanuni. Kwa hivyo ambavyo kanuni inafanya kazi, basi kikao hiki kitaleta mantiki na naamini kwamba majibu yatakuwa ni mazuri. Yaani kwenye hilo mimi sina wasiwasi nalo.